uwepo wa Mungu kama mtaji wa kuinuka kwa nani? Huu ni mwaka wetu wa kuinuka kwa wokozi, na tutaendelea kujifunza mambo mengi ambayo yatatusaidia tuweze kuinuka kama waokozi. Uwepo wa Mungu kama mtaji wa kuinuka kwa wokozi. Kila ambaye Mungu amemwandaa au Mungu amempeleka kwa ajili ya wengi, moja ya kitu cha kipekee ambacho Mungu huwa anampatia huyo mtu ni uwepo wake. Yoyote yule ambaye Mungu amemwandaa, yoyote yule ambaye Mungu amempa kupata nafasi ya kutangulia mbele ya wengine, moja ya kitu cha muhimu ambacho Mungu huwa anampatia ni kitu gani? Uwepo wa Mungu. Na kipindi cha nafasi kama nikifundisha somo nasema ndani ya mitaji mitano ya maisha. Nakumbuka mitaji mingapi? Mitano ya maisha. Na moja ya mitaji aliyokuwa ameongelea wa kwanza kwa nini? Uhai. Sawa? Kwa hiyo jambo la kuandika kwamba baada ya uhai, mtaji wa muhimu kwenye haya maisha ni uwepo wa Mungu. Sasa kuandika baada ya uhai, mtaji wa muhimu sana kwenye haya maisha ni uwepo wa nani? Wa Mungu. Baada ya uhai, mtaji wa muhimu na wa msingi sana kwenye haya maisha ni uwepo wa Mungu. Kwa hiyo yote yule ambaye atakuwa anaweza kusustain mpaka hajafanya matokeo ni mtu ambaye anakuwa ni mtu wa uwepo wa Mungu. Ukisema mtaji ni kama vile kwenye biashara. Kwenye biashara ili mtu aweze kuanza anahitaji nini? Mtaji. Sawa? Vile vile sisi kama watoto wa Mungu na watu ambao tunategemea Mungu, moja kitu ambacho kinasaidia kuinuka, kufanikiwa, kustawi ni uwepo wa Mungu. Kama kuna hitaji la muhimu kwenye maisha ni uwepo wa Mungu. Kama kuna hitaji la muhimu na msingi sana la kila anayeishi ni uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni hitaji la muhimu. Basic need. Ukisema hivyo, sasa shule na kwamba mahitaji ya mwili ni chakula, mavazi, na nini na malazi. Lakini sasa watu wanaona tunafahamu ya kwamba hitaji wa muhimu kwa mtu yote yule ni uwepo wa Mungu. Sasa kama leo angalia uwepo wa Mungu ni kitu gani? Unajua baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aliweka kwenye bustani ya Eden. Baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, alimweka kwenye bustani ya Eden. Ile bustani ya Eden hadi leo hii ukitafuta haipo. Alikuwa hapa duniani, ila mpaka leo ukisema utafute sema ambayo ile bustani ya Eden ipo, haipo. Sababu gani? Ile neno Eden maana yake ni uwepo. Kwa hiyo baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, cha kwanza ambacho alimpatia mwanadamu ni uwepo wake. Akamweka kwenye bustani ya uwepo wake. Kwa hivyo na wewe unapaswa kujua kwamba hitaji lako la kwanza na msingi ni wewe kukaa, kuishi, kudumu kwenye uwepo wa nani? Wa Mungu. Sema uwepo wa Mungu. Sema uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hitaji la kwanza kabisa kila mtu ni uwepo wa Mungu. Sasa uwepo wa Mungu maana yake kwamba kama wewe unafanya biashara, kwenye biashara unayofanya, kama ukigundua kabisa kuna mahali ambapo hamna uwepo wa Mungu, ni bora kaacha kwanza ukatafuta uwepo wa Mungu kwa wewe. Kama wewe ni mwimbaji, umeandaa nyimbo za kuimba, basi unaona hiyo kabisa unatamani kwenda kufanya au wewe kama unaogopa Mungu, unatumia kimya usubiri uwepo wa Mungu na wewe. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 14 hadi 15 tunaona habari za Musa akawa anafanya ombi moja kwa Mungu. Kutoka 33 mstari wa 14 hadi 15. Mtaalamu tukipanga tusome sababu kama school ni moja tusome kwa sauti kabisa. Kutoka 33 mstari wa 14 hadi 15. Nasemaje?
Kwa sauti moja, ndipo tunasemaje? Mbona hapo Musa anamwomba Mungu akisema kwamba Mungu akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja nami, nami utakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue hapa. Ni wangapi ambao wanaweza kumwambia Mungu, kama hautaenda pamoja nami kwenye mradi huu usiende? Ni wangapi ambao wanaweza kumwambia Mungu, kama hautaingia nami kwenye ndoa hii usiingie? Ni wangapi ambao wanaweza kuwa na business kwamba Mungu, kama hautakuwa na mimi, sichukui hiyo hatua ya Mungu kwenye maisha yao, sifanyi biashara na mtu huyu, sishirikiani na mtu huyu? Watu wachache sana ambao watakuwa wepo Mungu, lakini naomba asubuhi leo kwamba Bwana akufanye kuwa mtu wa uwepo wake kwa jina la Yesu. Unaposikia somo hili kuanzia leo, Bwana akufanye kuwa mtu wa uwepo wake kwa jina la Yesu. Kama ni muombaji, unajua kwa mambo yako unaishi kabisa hamna uwepo wa Mungu. Wewe hata unaenda kukaza. Uwepo wa Mungu ni hitaji la muhimu na la msingi sana. Sasa kisoma kitabu cha Isaya sura ya 63 mstari wa 9, hiyo ndio andiko letu nanga. Isaya 63 mstari wa 9. Isaya 63 mstari wa 9. Isaya 63 mstari wa 9 nasemaje? Kitu cha moja kutoka 9, katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, akawainua, akawachukua siku zote za kale. Mbona malaika wa uso wake akawaokoa, angel of his presence. Sasa sio ndio ile malaika wa uso wake, kuna ndio kwamba uso wake akawaokoa. Kwa hiyo kitu ambacho mtu kuokolewa au kuokoa wengine tunahitaji uso wake. Malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa hiyo kwamba kama kitu kisema nafasi ya kuweza kuwasaidia wengine, kuwatoa kwenye mateso, kwa hiyo mtu anaweza katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wote akawaokoa. Kwa hiyo ili uweze kuwaokoa kwenye mateso, kuwasaidia, lazima uwe na malaika wa uso wake. Ndio maana nimesema kwamba uwepo wa Mungu ni moja ya hitaji wa muhimu kwa kila aliye Mwokozi. Jambo la msingi kuelewa kwamba moja kitu ambacho nimejifunza mimi binafsi, kadiri ambavyo ninaendelea kukua, hii ni jana mdogo sana, kadiri ambavyo ninaendelea kukua, natambua kwamba nina uhitaji uwepo wa Mungu zaidi ya jana. Yaani kadiri ambavyo nazidi kukua, ndio maana leo kwamba nahitaji uwepo wa Mungu leo zaidi ya wapi? Ya jana. Kila stage ambayo naiongelea maisha yangu nikifikiria Mungu, kama utaenda na mimi pale kwa siku. Sasa lazima tufike kwa kama ambao tunatambua kwamba kadiri ambavyo tunataka kuishi ndivyo ambavyo tunahitaji Mungu sana leo kuliko jana. Kitu ambao kwenye la kwetu hizi siku za mwisho watu wa Mungu, hizi siku za mwisho tuweze kuwa washindi, tuweze kufanikiwa kwenye siku za mwisho, siku za uovu, tunamhitaji Mungu mwingi sana. Yaani kama utakuwa na uwepo wa Mungu kwenye siku, kutoboa kwako ni anayefika kwake. Kama ni kwa biashara, hiyo biashara unayofanya wewe, kuna watu ambao siku za mwisho wameenda namna fulani wafanikiwe. Sasa kama utakuwa na Mungu mwingi wewe biashara yako hautafanikiwa, au utafanikiwa utakuwa wa kawaida. Na mimi hapa nimekataa kuwa mtu wa kawaida kwa jina la Yesu. Amen. Hebu sika mahali ambapo unakataa kuwa mtu wa kawaida. Unaweza maskini sababu ya kukosa uwepo wa Mungu. Maskini wengi
maskini wewe. Kuna kiwango cha Mungu ambacho anakuwa nacho mchana. Kama ukiwa na Mungu ambaye anakufanikisha mtu, Mungu ambaye anakutoa maskini, wewe kwamba Mungu anatuma neema yake, ile neema yake inakuokoa na mambo yote. Neema Bwana Yesu alikuwa maskini kwa ajili yetu, yuko umaskini wake sisi tupate kuwa matajiri. Kwa hiyo kuna namna ambayo kitabu kile wa Mungu huwezi kubaki kwa maskini. Ndio kwamba maskini hutumia maombi. Maskini leo kupitia maombi na sisi kufanikiwa. Kuna watu ambao wameletea wazo, wakaleta wazo kufanya katika sehemu fulani. Kwa hiyo maskini ndio sababu ya kukosa shukrani cha Mungu wa Mungu. Kama Mungu ni tajiri, kama Mungu ndiye tajiri kwa naye, kwa hiyo maskini. Na kama sisi ambapo tunatambua kwamba uwepo wa Mungu ndio sababu au ndio hitaji ambayo tupasi hapa tuweze kufanikiwa au kustawi kwa maisha. Amen. Amen. Kwa hiyo uwepo wa Mungu unaweza kutoa vitu ambavyo hela haiwezi kupatia. Uwepo wa Mungu unaweza kutafuta ile ziada ambayo wewe unasema haiwezekani. Ile uwepo wa Mungu unaweza kutafuta ile ziada ukakutengenezea kesho bora. Na ndipo ambapo uwepo wa Mungu mahali hapa ukimtengenezea mtu kesho bora kwa jina la Yesu. Nasema hivi, uwepo wa Mungu ukitengenezea kesho bora kwa jina la Yesu. Uwepo wa Mungu ndio kufika mahali ambapo akili zako haziwezi kupeleka. Uwepo wa Mungu. Kuna watu ambao kwa sababu ya uwepo wa Mungu walipeleka mahali ambapo akili zao au kibinadamu wasingeweza. Uwepo wa Mungu kuondoa ile changamoto ambayo kibinadamu ungekufa, kwa sababu uwepo wa Mungu unaleta salama. Kama tueleze sisi uwepo wa Mungu. Sasa ndio tunasema kwamba Mungu yuko kila mahali. Mungu yuko kila mahali. Lakini hayuko kwa kila mtu. Mungu yuko kila mahali. Ila hayupo kwa kila mtu. Mungu yuko kila mahali. Ila hayupo kwa kila mtu. Kuna dimension kama tatu za uwepo wa Mungu, yani pia wao. Unaweza kufanya kitu mwisho wako kujibu katika ibada. Ndio unabadilisha kitu. Hai. Dimension au viwango mbalimbali vya uwepo wa Mungu. Viwango mbalimbali vya uwepo wa Mungu. Viwango mbalimbali vya uwepo wa Mungu. Kiwango cha kwanza cha uwepo wa Mungu kinaitwa uwepo wa Mungu ulio kila mahali. Kiwango cha kwanza cha uwepo wa Mungu ni uwepo wa Mungu ulio kila mahali. Kiwango cha kwanza cha uwepo wa Mungu ni uwepo wa Mungu ulio kila mahali. Kiwango cha kwanza cha uwepo wa Mungu ni uwepo wa Mungu ulio kila mahali. Kitabu cha Zaburi 139, Zaburi 139 kule pale. Zaburi 139. Zaburi 139. Hapa tunaona Daudi anaomba hivi. Bwana umenichunguza hukunijua. Unajua wangu na kuondoka kwangu. Mfalme wa vilangu tokea mbali. Umepeka na kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa njia zangu zote. Mahanga moyoni mwangu usioniua katika Bwana. Umenizuia nyuma yangu, ukaniwekea mkono wako. Maarifa haya ni yangu, yanishinda haya dhidi, siwezi kuyafikia. Haya dhidi, siwezi kuyafikia. Haya, kwa sababu hapa, kwa sababu tuna hivi. Wewe watu mjiepushe na roho yako. Mbona?
niende wapi nikimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningepanda kuzimu kitanda changu, wewe uko. Mstari wa 9, ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana, giza na mwanga kwako ni sawasawa. Mbona hapa kila mahali hapo hivi Mungu yupo, kama ni mbinguni upo, hata kuzimu Mungu yupo. Kwa hiyo tunaonyesha neno uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu ambao upo kila mahali. Hata uwepo wa Mungu upo. Lakini kwamba Mungu hajapata mtu wa kuingilisha imani pale. Hata shuleni kwako, darasani kwako, uwepo wa Mungu uko pale. Ila Mungu tu anatafuta mtu ambaye atakuwa tayari kuingilisha, kuonyesha uwepo wa Mungu. Maana Mungu yuko kila mahali. Kitabu cha Nyakati wa Kwanza 16:3. Nyakati wa Kwanza 16:3. Nyakati wa Kwanza Nyakati wa Kwanza Nyakati wa Pili 16:9. Nyakati wa Pili 16:9. Asema hivi, kwa maana Nyakati wa Pili 16:9. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao. Tunataka kwamba macho ya Bwana yanakimbia duniani kwa kila sehemu. Macho ya Bwana yapo. Kwa hiyo macho ya Bwana yapo kila mahali, yanakimbia. Kwa hiyo Mungu yupo kila mahali. Hiyo ndio kiwango cha kwanza cha uwepo wa Mungu. Omnipresent. Unajua Mungu ana sifa kuu tatu. Angalia. Mungu ana sifa kuu tatu. Sifa ya kwanza, Mungu yupo kila mahali. Omnipresent. Sifa ya pili ya Mungu anajua yote. Omniscient. Au sifa ya tatu ya Mungu ni ipi? Omnipotent. Mungu anaweza, ana nguvu zote. Kwa sifa ya kwanza ni Mungu ambaye yupo kila mahali. Kwa hiyo ni kiwango cha kwanza cha uwepo wa Mungu, yupo kila mahali. Na maana mtu ambaye ni mjinga tu akiwa siri anajua Mungu alipo. Mungu anamuona. Haya. Kiwango cha pili cha uwepo wa Mungu ni uwepo wa Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Huyu anaitwa Emmanuel. God with us. Emmanuel, God with us. Kiwango cha pili cha uwepo wa Mungu ni Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Kitabu cha Mathayo 1:23. Nasema bikira atachukua mimba, naye atazaa mtoto mwanaume, jina lake ataitwa nani? Emmanuel. Maana ni Mungu pamoja nasi. Kwa kiwango cha pili cha uwepo wa Mungu ni Mungu pamoja nasi. Pia hapa pia neno la Mathayo 18:18. Mathayo 18:18. Mathayo 18:18 anasemaje? Mathayo 18:18 anasema kwamba anaambieni yote ambayo kwa 19 hadi 20. Mathayo 18:19 hadi 20. Mathayo 18:19 hadi 20 anasema kwamba tena nawaambia kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote kama mmoja, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 20, Mathayo 18:20. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kwa Mungu kuwa katikati ya watu, hicho ni kiwango cha pili cha uwepo. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kwa mfano hii, Mungu awe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Kwa hivi kwenye biashara yako, Mungu awe pamoja na wewe kwa jina la Yesu.
Unaposafiri, Mungu awe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Kwenye masomo yako, Mungu awe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Na ndugu zako, mume wako, mke wako, mke wako, Mungu awe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Na kila mmoja anapenda Mungu awe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Kwa hapa tuna kwamba dimension ya pili ya uwepo wa Mungu au kiwango cha pili cha uwepo wa Mungu ni Mungu pamoja nasi. Ndio maana ni muhimu kuwa na fellowship, ni muhimu kuja kanisani. Wewe mwenyewe una Mungu ndani mwako, lakini pia kuna ile dimension ambayo Mungu yuko na wewe kwa sababu ya nini? Ya kukaa na mwenzako. Kwa Mungu ndiye mtakatifu. Mungu ndiye mtakatifu. Amen. Ndio kitu kinachofanya. Kuna yule hata ndio onyesha hivi asingetoka. Na yuko hapa anajua kabisa mshirika wangu anapenda. Na yuko kabisa asingetoka kabisa. Anajua yani pasta mvua ilikuwa kubwa sana. Kwa hapo Mungu amenyeshea kabisa. Mungu anaona yani hata kama alikuwa ni Mungu Bwana Mungu anashamba karibu yao. Amen. Amen. Kwa dimension ya pili hapo Mungu anasema nini? Mungu pamoja nasi. Mungu yuko pamoja na sisi. Unapokuwa unakusanyika na watu wa Mungu, Mungu anakuwa katikati yetu. Unapokuwa umepatana na mtu kuomba, ndio maana kuna maombi ya kuomba mwenyewe, lakini pia kuna maombi ya kupatana na mtu. Dada Agata, ninapofanya mbele ya Mungu moyo wangu, naomba tuombe pamoja. Tunashika mkono, tunafunga pamoja. Haya maombi yana nguvu sana. Yana nguvu mno. Kwa sababu kila maombi ambayo unaomba peke yako. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unajua ngapi? Wawili. Amen. Ndio maana afadhali kuwa wawili kuliko kuwa ndani. Hata ile sio ndoa tu. Hata ile maombi watu wa Mungu. Yanabidi kuwa wawili kuliko kuwa mmoja. Amen. Kwa hiyo aina ya pili ya kiwango cha uwepo wa Mungu ni Mungu pamoja nasi. Jambo la tatu, kiwango cha tatu cha uwepo wa Mungu ni utukufu wake. Utukufu wa Mungu ni Shekinah glory. Shekinah glory. Wow. Jina nzuri sana, Shekinah glory. Kiwango cha tatu cha uwepo wa Mungu kujidhihirisha ni Mungu kuonekana kwa utukufu wake. Utukufu wa Mungu kuonekana, hapo ndipo ambapo Mungu anafanyaje? Anaonekana. Kwa hiyo kiwango cha tatu ni utukufu wa Mungu. Hebu kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 5. Isaya sura ya 40 mstari wa 5. Isaya sura ya 40 mstari wa 5. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Utukufu wa Bwana utafunuliwa. Yani, the highest level of the presence of God in a person is the glory of God. Kiwango cha juu cha uwepo ndani ya mtu ni utukufu wake. Mama mmoja anaomba kuomba Mungu kwamba Baba, yatie nuru macho yangu nione tumaini la mwito wangu jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wako. Paulo aliombea Waefeso. Waefeso 1:17-18. Ndio pale Waefeso 1:17 hadi 18. Alafu tuweze kuomba ombi kama 2-3. Waefeso 1:17. Waefeso 1:17. Waefeso 1:17 wanasemaje? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, yani Mungu ndiye anajiita Baba wa nini? Wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kutoka 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Kwa hiyo kuna lengo ambalo matendo kufungulia akaona utukufu wa Mungu. Tunaomba kwa mpenzi jiongee mwambie Bwana, naomba uyafungue macho yangu nipate kuona utukufu wako. Jiongee. Hapo kwa sababu kwa sauti ya
Maso ikadala supe ketanimana. Mashale ikadala supe katanimane. Rekosia banana mashele iba. Alamozi kubala kadia mati ikia. Mashale ikadala supe kadia. Rekoisha talamane ikana. Masupe ketanimane talabarana. Mashele ikadala supe ekalabarana. Baba, tuwe macho yangu nione utukufu wako. Baba, yafungue macho yangu niweze kuona utukufu wako. Na shakuru bahati rebo sote pale bahati mashaka rebo wana. Baba, yatie macho yangu niweze kuona utukufu wako. Mashia na balande mesuka hati rejesha. Baba, shekete barana. Baba, yafungue macho yangu nione utukufu wako. Nione wewe katika utukufu wako. Mashaka Mahanda Marke Barada, kiwango cha juu cha kudhihirisha ni pale ambapo anauonyesha kudhihirisha kiwango chako. Uwepo wa Mungu ni nini? Tukaangalie tuseme kuandika uwepo wa Mungu ni nini? Uwepo wa Mungu ni nini? Nini maana ya uwepo wa Mungu? Tunaposema kwa habari ya uwepo wa Mungu, tumekusaidia kuelewa kwamba kuna viwango vitatu vya uwepo wa Mungu. Sasa je, nini maana ya uwepo wa Mungu? Nini maana ya uwepo wa Mungu? Nini maana ya uwepo wa Mungu? Na haya mambo yanafunza maana yake kwamba haya ni mambo ambayo kuanzia leo yatakuwa ni maisha yako kwa jina la Yesu. Kuanzia leo uwepo wa Mungu utaanza kwako kwa jina la Yesu. Jambo la kwanza, uwepo wa Mungu ni utendaji wa wajibu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Uwepo wa Mungu ni utendaji wa wajibu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Uwepo wa Mungu ni utendaji wa wajibu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Utendaji wa wajibu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Tunasema kwamba mtu amebeba uwepo wa Mungu yake, kuna utendaji wa wajibu unaoonekana wa Mungu kwenye maisha yake. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa pili. Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa pili. Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa pili. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Mstari wa pili, huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara nyingi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Kwa hiyo huyu Farisayo ameona baadhi ya mambo ya maisha ya mtu na Mungu asaidia. Hakuna awezaye kufanya ishara nyingi isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Hatujaanza kuishi bado kama watu ambao tunaishi nao hawawezi wakashuhudia kwamba sisi tumeokoka, kwamba sisi tuna Mungu. Narudia tena, hatujaanza kuhudhurisha wokovu kweli kama watu ambao tunasoma nao darasani, tunafanya nao biashara, hawajaanza kushuhudia kwamba kweli wewe una Mungu. Hapa huyu Farisayo akaevaluate maisha ya Yesu. Najua kabisa kwamba wewe ni mwalimu, lakini si kwa sababu Mungu kumtoka kwa Mungu, lakini kwa sababu ya ishara hizi ambazo unazifanya. Kuna baadhi ya ishara ambazo mtu aliyebeba Mungu akiwa nazo zinasema kwamba huyu mtu anaye Mungu. Kitu kama ambapo uko biashara yako wanasema hivi, na muona Mungu ni macho yako. Cheki kama yaani mtu unatembea hivi. Nataka kuambia na muona Mungu ni macho yako.
naona moto kwenye macho yangu. Haya nasema baba. Yaani kama moto unakaa na mtu ambaye hivi una kitu gani? Kila mtana wewe unajisikia amani. Yaani kama ni mke mume wako kule kwako aseme kwamba yaani mke wangu mkutana na wewe unajisikia amani. Sababu gani? Uwepo wa Mungu ambao unabeba. Ni utendaji wa Mungu wazi wazi. Jamani, Mungu hawezi kufanya mtu kwa kificho. Hebu Mungu alikana ndio kama kificho. Wewe Mungu anataka show, atajionyesha. Yaani Mungu anataka ajionyeshe. Kwa kitanda ni Mungu atajionyesha kwa ishara na kwa ajabu. Anajionyesha kwa matendo makuu. Kwa namna ambavyo yakaa na watu kweli. Nimekaa na watu wengi kila wewe ni tofauti kwa sababu ya Mungu uliyembeba. Na huu ndio ule ushirika wako kwa ishara ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wapale kuanzia kila mara watu kwamba unaye Mungu wewe kwa ishara ya Yesu. Yaani sisi kama ambapo mtu anatembea na wewe, asema hivi nimetembea na wewe bila wewe una kitu bora. Umekaa mtu kwenye safari basi unasafiri naye. Kuna tofauti na hisi hapa kando wa mashariki kwa jina la Yesu. Kwa utendaji wa Mungu maisha ya mtu, huo ndio uwepo wa Mungu. Utendaji wa watu wake. Na Mungu akiwa kama mtu lazima atajidirisha. Hakai kimya kwa katulia. Leo atapata namna ambayo atajidirisha. Isikie mara moja watu wakwambia hivi. Tangia watu kusali ABC kwa kweli. Kuna Mungu, na Mungu. Bwana sio wewe, kuna Mungu huko. Ni mama mmoja kama yeye shida hapo kwa jina la Yesu. Mungu akiwa na wewe, ikiwa bali ambapo haitakiwi kujirudia sana kwa ndugu zako, kwa marafiki zako. Jamani na Mungu mimi. Hiyo watu wakikuangalia waseme na Mungu. Sasa ujirudia jamani umeokoka wakikuona maisha yako, wakiona matendo yako, wakiona tabia zako, ndio huyu mtu amembeba nani? Mungu. Kwenye biashara unayofanya, pale kijiweni kwako, watu kuangalia hivi umembeba Mungu. Majirani zako ambao umepanga nao, washizie hizo kwamba umembeba Mungu. Hapo kweli kwa umembeba Mungu. Amen. 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 Yes. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ni utendaji wa waziwazi wa Mungu kwenye maisha nani ya mtu. Jambo la pili, nini maana ya uwepo wa Mungu? Tunasema kwamba mtu amembeba Mungu au mtu ana uwepo wa Mungu ni utendaji wa waziwazi wa mkono wa Mungu unaompa mtu matokeo kuliko uwezo wake. Ni utendaji wa waziwazi wa mkono wa Mungu unaompa mtu matokeo kuliko uwezo wake. Yaani kuna mahali ambapo mtu akikuangalia masunga asema hivi, kijana mdogo kama huyu akipiga mahesabu yake asema hivi, kama sio Mungu huyo asifanye hichi. Hapo ni utendaji wa mkono wa waziwazi wa Mungu. Utendaji wa waziwazi wa mkono wa Mungu unaompa mtu matokeo kuliko uwezo wake. Yaani natamani tu watu ambao mkono wa Mungu ambao juu yetu unatupatia matokeo kuliko uwezo wetu, kuliko vipawa vyetu, kuliko nguvu zetu, kuliko bidii zetu. Ni kweli kuna nafasi ya bidii, ila pia uko mkono wa Mungu ambao ukiwa na wewe kupatia matokeo kuliko bidii, kuliko uwezo, kuliko kipawa chako. Mkono wa Mungu pamoja na. Kwa hiyo kwa habari ya uwepo wa Mungu ni utendaji wa waziwazi wa mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu, mkono wa Mungu. Utendaji wa waziwazi wa nani? Mkono wa Mungu. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 18 44 hadi 46 pale. Wafalme wa kwanza 18 44 hadi 46. Hapa Biblia inasema kwa habari ya Nabii Elia jinsi ambavyo alikuwa mwenye maombi. Baada kwa maombi akawa amemwambia mtumishi wake kwamba nenda kaangalie kama wingu limeshaanza kutokea. Baada kwamba mvua haitanyesha ndio ameka mtaki wa nini? Manusu. Sasa tuseme kwa mtendo kama hivi. Wafalme wa kwanza 18:44 tunde pale kila mtu tunde pale tusome kwa pamoja. Anasemaje? Wafalme wa kwanza 18:44 tusome kwa pamoja 1 2 3.
Ikawa mara ya 7 akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, vua isikushuke. 45. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi kama hii ya nje. Ahabu akapanda garini, akaenda zake Yezreeli. Mstari wa 46 anasemaje? Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia wapi? Yezreeli. Yaani Eliya alikuwa anaomba, na moja kitu ambacho kinachochea mkono wa Mungu ni maombi. Sawa? Kwa hiyo tunaomba Mungu. Ukiwa ni mtu ambaye anatabia kuomba Mungu, ni mtu ambaye anaupata mkono wa Mungu pamoja na yeye. Sasa Eliya baada ya maombi haya, kuna kitu ambacho alikuwa amekipata. Tabia ya maombi itakufanya uweze kukusanya mkono wa Mungu mwingi juu ya maisha yako. Na mkono wa Mungu ndio ambao unafanya hata watu wakupe vitu. Umeelewa? Mkono wa Mungu ndio ambao unafanya watu wakupe fursa, watu wakupe vitu, wakupendelee. Mkono wa Mungu ndio juu yako. Kitabu cha Nehemia sura ya 2, moja kwa moja tunataka habari ya Nehemia, ni kwamba mkono wa Mungu ulikuwa juu yangu, naye mfalme akanipatia vyote nilivyohitaji. Nehemia sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 8. Nehemia sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 8, ila nimesema hapo mstari wa 4. Mkono mwema wa Mungu ulikuwa juu yangu, naye akanipa vyote nilivyofanyaje? Nilivyohitaji. Watu wa Mungu, mkono mwema wa Mungu ukiwa juu yako, kuna aina fulani ya vitu vyapewa na watu, kuna aina fulani ya fursa kutokana nazo, kuna aina fulani ya mambo yanayoshangaza bila mkono mwema wa Mungu ulio juu yako. Na kuanzia leo tunafika mahali hapa, mkono mwema wa Mungu uwe juu yako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunaelekea mkono mwema wa Mungu uwe juu yako kwa jina la Yesu. Kwenye biashara yako, mkono mwema wa Mungu uwe juu yako kwa jina la Yesu. Mkono mwema uwe juu yako, walimu hawawezi kukosesha maswali, mkono mwema wa Mungu uwe juu yako. Mkono mwema juu yako, kuna maana leo katika kile mambo ya mkono mwema wa Mungu uwe juu yako. Maana watu hawakuone wewe, ndio wanaona ile mkono ambao uko juu yako. Hapo mkono wa Mungu ukiwa juu yako, kama vile amekufunika kwa wingu lake. Kwa hiyo kuna aina fulani ya kitu kiko juu yako, ndio kitu aina ya upendeleo, aina ya kubaiwa hata kutoa kwa mkono wa Mungu. Sasa Eliya baada ya kumwomba Mungu, akawa amekusanya mkono mwema wa Mungu yake. Akamwambia Ahabu, tangulia mbele, kimbia, maana kuna mvua inakuja kubwa sana. Kila Ahabu alikuwa ana gari, ana gari la farasi. Akaanza kukimbia kwenda Yezreeli. Eliya alipoomba maombi, ndio kwamba na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akapiga mbio, akajikaza viuno, akaenda mbele ya Ahabu. Ahabu ambaye alikuwa kana shamba safari, ila Eliya akaja nyuma na mkono wa Bwana akampita. Na ndivyo ambavyo mkono wa Mungu juu yako utakupa matokeo kuliko uwezo wako, kuliko akili yako, kuliko Biblia inasema Mungu yuko pamoja na wewe. Naona mkono wa Mungu unatoka pale. Mstari wa 6, wale mzuri. Mstari wa 6. Wafalme wa kwanza 18:6. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu. Mbele ya Ahabu. Hapo ndio shamba safari ya gari yake. Kwa hiyo Mungu, haya maisha mkono wa Mungu juu yako, unakuingizia hata muda ambao unakimbia kwa jambo fulani. Kama vijana watoto wajenge nyumba, mpaka wale wazee wameka banatani, wewe sababu ya mkono wa Mungu juu yako, mbele ngine mjayo tayari umeshajenga nyumba yako. Watu ambao ni mabinti vijana kwenye kuolewa, watu ambao wanakuolewa kwa 30, wewe na shamba yako umeshafika sabani, mkono wa Mungu uko juu yako. Kuna mkono wa Mungu uko juu yako, unafanya mambo yako yaende kwa usahihi mno. Mambo ambayo umetumia muda mrefu yanapunguzwa na mkono wa Mungu uko juu yako. Eliya alichelewa kuanza kukimbia, lakini akampita hapo mbele kwa kukimbia, akaenda mbele ya Ahabu.
kwa sababu ya mkono mwema wa Mungu amekuwa juu yako. Nani nakuombea kwamba mkono mwema wa Mungu amekuwa juu yako ukupunguzie gharama kutumia muda kwa jina la Yesu. Kikawaida wanadamu wanaambia kwamba hii ndio faida ya biashara hata kwa miaka 5 azoezoea, lakini wewe na mkono mwema wa Mungu yako ndani ya miaka miwili tu ushapewa chakula cha biashara kubwa na chini unaenda kabisa kwa jina la Yesu. Ni mkono mwema wa Mungu amekuwa juu yako. Kama kuna watu ambao wanachelewesha mambo, kuna kalibosha kitu cha mkono wa Mungu. Watu wa Mungu, tunaitwa anointing for speed, upako wa kasi. Upako wa kasi upo kabisa upo. Baada ya kutumia muda mrefu, utatumia muda mchache na ukapata matokeo yale au hata kuzidi yale. Kwa hiyo Mungu anabariki kushika dunia. Taifa la Israeli sasa hivi lina miaka mingapi? 8. Ila na matawi zaidi ya 40 na kuna watu maelfu na maelfu ambao wamesaidika. Watu mataifa mengine miaka 8 hiyo tuwali na katika kama hiyo hapo wameanza yani. Baada ya siku 20. Ila kwa ule mkono mwema wa Mungu ambao ndio baba matokeo ambayo yako hayafanani muda ambao ulipo. Hali taasisi hizi zaidi haifanani muda ambao upo ni taasisi. Sababu gani? Kuna mkono mwema wa Mungu ambao uko juu ya taasisi hii. Uko juu ya baba maono. Na ndio tunaona kwamba mkono mwema wa Mungu juu yako ukiletea matokeo kwa jina la Yesu. Mambo ambayo yanatumia muda ni kama Mungu juu yako unakupunguzia ule muda. Au kanuni unazifuata, lakini muda wa ukafanya fulani. Kwa hiyo muda watu ambao huwa wanatoa hela ili baadaye kusema ulipewe muda mrefu apeleke mbele. Ni kweli kaumia kupeleka mbele, anasema mjilishana, lakini ametoa hela kwa kila muda mrefu ulipewe, anapita anaelekea mbele. Bila vile kama Mungu juu yako, baadaye kutumia muda mrefu hapa unakupisha njia rahisi ambayo utaelekea ushauri kwa wepesi kabisa. Hautatumia nguvu kubwa. Ndio maana wewe unajifunza vijana anointing for speed. Great for speed. Utajifunza vijana. Utajifunza. Kuna upako wa kasi. Kaa chini ujifunze. Kuna kitu cha kujifunza sana. Upako wa kasi. Amen. Kwa hiyo utendaji wa Mungu ya mtu huo pia ni uwepo wa Mungu pamoja na mtu. Jambo la tatu. Nini maana ya uwepo wa Mungu pastor? Nini maana ya uwepo wa Mungu? Jambo la tatu. Uwepo wa Mungu ni Mungu kuwa pamoja na mtu kiasi cha kumfanya achukie dhambi, apende haki, yani amche Mungu. Ni Mungu kuwa pamoja na mtu kiasi cha kumfanya ule mtu achukie dhambi, apende haki na amche Mungu. Uwepo wa Mungu ni Mungu kuwa pamoja na mtu kiasi cha kumfanya yule mtu achukie dhambi, apende haki, yani amche Mungu. Nionyeshe mtu ambaye ni mtu wa uwepo wa Mungu, takuonyesha mtu ambaye anachukia dhambi, mtu ambaye yuko mbali na uovu, mtu ambaye anapenda haki, mtu ambaye anamcha Mungu. Kumcha Mungu kwa Kiingereza kama the fear of the Lord. Sasa ile sio kumwogopa Mungu, hapana. Ni kumtambua Mungu sana kiasi kwamba huwezi tena ukafanya dhambi. Ni kumtambua Mungu kiasi kwamba huwezi tena ukaishi maisha ya uovu, unaipenda haki ya Mungu. Kumcha Mungu maana yake kwamba cha kwanza, kumcha Mungu ni kuchukia uovu. Maana kwamba hata kwa mahali ambapo hamna anayekuona, kwa sababu mtu kumcha Mungu unauchukia uovu, hautaruhusu kusema wewe sababu hamna anayekuona, bali ndio kabisa Mungu ananiona. Unajua watu wengi siku hizi huwa wanashinda kushika sababu hawatambui kwamba Mungu yupo kila mahali. Hata ukiwa chumbani kwako peke yako, Mungu anakuona, Mungu anajua. Na Mungu anajua ukitambua wewe Mungu mahali pale, kuna mambo ambayo utayafanya. Kwa mfano, ndio najiuliza na wazangu kusema kwamba hivyo ndio watu ambao wanaangalia picha za uchi. Sawa? Akiwa mtu mbele zake hawezi kuangalia. Yaani akiwa mtu mbele zake hawezi kuangalia. Anamwogopa yule mtu. Asije kanijua tabia yangu mbaya. Vipi vile Mungu ambaye yuko pamoja na wewe? Unaelewa vizuri hapo? Kuna baadhi ya mambo ambayo mtu akiwa mbele ya mtu hawezi kuyafanya. Je, ukiwa mbele za Mungu ambaye amekuumba,
Kwa uwepo wa Mungu ni kutambua kwamba Mungu yupo na wewe kila mahali. Hata ukiwa na mtu ambaye hakuoni. Kwa mfano, kuna watu ambao kwenye mahusiano wanafanya kitu gani, hawamtambui Mungu kwenye nafasi yao, kwenye matendo yao. Kijana na binti, hata wewe mahali ambapo hakuna anayekuona, Mungu anakuona. Ndio kwamba Mungu aolewe wapi? Sirini. Na ni baba wa sirini. Mungu anataka kuangalia sirini kwake. Mungu anatazama sirini, alafu anatupa thawabu hadharani. Mungu anatutazama sirini, anatoa thawabu sirini, alafu anatupa thawabu hadharani. Kwa hiyo bali ni kutambua kwa Mungu hata ukiwa hakuna anayekuona, Mungu anakuona. Kumcha Mungu ni kutambua kwamba hata mahali ambapo hakuna anayemjua, Mungu ananijua. Kuna watu ambao wakiwa mahali ambapo hakuna anayewajua, wanaweza kama mfanya ajabu sabani, hawamtambui Mungu mahali hapo. Hebu mwangalie Yusufu. Yusufu ameuzwa nchi ya utumwani huko, nchi ya mbali kabisa Misri. Lakini akiwa Misri, wale wa Misri hawamjui Mungu. Wa Misri hawamjui Mungu. Lakini Yusufu anasema hivi, nifanyeje ubaya huu mkubwa, sio nikamkose baba yangu, nimkose Mungu? Hawa ni watu ambao wanautambua uwepo wa Mungu hata mahali ambapo hakuna ambaye anamjua Mungu. Sio kila mara anaweza kuwepo watakopo wapendwa kanisani. Hamna. Kwa hiyo uko peke yako, uko watu ambao hata hamjui Mungu. Kwa mazingira kama hayo ni rahisi kushashika kwa mabaya mambo ya watu wengi wanaozunguka. Unajua kwamba mwanangu mwenye dhambi asikushawishi wewe kufanyaje? Usikubali. Ile kukubali ndio unasema kwamba hata mtu peke yangu hapa bado Mungu yupo na ananiona, ananitazama. Amen. Hebu pokea roho yako kwa jina la Yesu. Hata baada ya mambo peke yako, uwe ni mtu wa kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Yusufu anasema kwamba nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Alikuwa mtu wa utumwani, hakuna anayemjua Mungu wala hakuna anayemjua Yusufu. Kwa hiyo ndio mtu Potifa wasn't a problem. Lakini Yusufu akaona kile neno la mwili, aliomba Mungu ambaye anamtumikia, Mungu ambaye anaweza kumheshimisha. Ndio Mungu anamheshimisha Yusufu. Watu wa Mungu, tuwe watu ambao tunatamani Mungu aonekane kwetu, kwa kwamba hatuwezi kuendelea na maisha yetu, hatuwezi kuendelea kumpendeza Mungu. Kuchukia uovu, ndio maana pia kumcha Mungu. Kumcha Mungu ndio mawili. Kuepukana na uovu na pia kumcha Mungu ni kuchukia uovu. Kuchukia uovu sio kuchukia kitu. Mtu ambaye anachukia, Mungu akupatie hali ya Mungu kwa jina la Yesu. Uchukie dhambi kwa jina la Yesu. Zaburi 47. Zaburi 47. Zaburi 47. Umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya kulaa kuliko wenzako. Yaani watu ambao wanachukia dhambi, wanachukia dhuluma, wanachukia udhalimu, ndio watu ambao Mungu anawapaka mafuta. Sasa hivi mafuta ya kulaa kuliko wenzao. Umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzako. Kwa hiyo Mungu anakupaka mafuta ya furaha kama uchukii dhambi na wala haupendi haki. Kwa hiyo Mungu ni pale ambapo unatambua kwamba uso wa Mungu uko na mimi, alafu naanza kuchukia dhambi. Unakuwa ni mtu wa kuchukia uovu na udhalimu wa kila namna. Amen. Amen. Jambo la 4, nini maana ya uwepo wa Mungu mchungaji? Nini maana ya uwepo wa Mungu? Uwepo wa Mungu ni utendaji wa waziwazi wa Mungu unaopelekea watu wajue kwamba kila ukiwepo wewe kuna jambo jema linawatokea. Ni utendaji wa waziwazi wa Mungu unaopelekea watu wajue kwamba kila ukiwepo wewe kuna jambo jema linawatokea. Hii nzuri sana. Ni utendaji wa waziwazi wa Mungu unaopelekea watu wajue kwamba kila ukiwepo wewe, akiwepo Ebeneza, akiwepo mchungaji Ebeneza, sasa ndio kijana wako pale, kila ukiwepo mimi, kuna jambo jema linatokea. Nini maanisha pale ambapo umekaa sehemu utasema hivi, kuanzia watu kama sisi hapa
siku hizi hatukabi usiku. Na kuna shida kama hizo. Umekuja hapa tumelala vizuri. Yaani baada tembea wameamua kijiwe watu wanakaa kwa amani. Huyo ni mtu ambaye anabeba kwa nini? Wa Mungu. Utendaji wa waziwazi wa Mungu unawapelekea watu wajue kwamba kila akiwepo mtu fulani kuna jambo jema linalotokea. Kwa sababu amebeba Mungu ambaye ana mema yote. Kwa akitenda pale Mungu ameenda mahali pale. Mungu ameenda mahali pale, lazima jambo jema linatokea hapo mahali pale. Amen. Kitabu cha Matendo 10:38 Biblia inaelezea kwa habari ya summary ya huduma ya Yesu. Matendo 10:38 hapa Biblia inaonyesha kwa habari ya summary ya huduma ya Yesu. Habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Ebeneza Chaula wa Gongola Moto. Ndio yako hapo. Habari za Ebeneza Chaula wa Gongola Moto. Jinsi Mungu alivyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nini? Na kwa nguvu. Naye akaenda akitenda kazi njema na kuponya wote waliolewa na nani? Na Ibilisi. Malizia pale mshoto sasa hivi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja. Mbona kwa Yesu alikuwa akienda huko na huko akitenda kazi njema. Kwa popote pale ambapo mtu atakuwa akitenda kazi njema, maisha yake yanakuwa pale mwisho sasa hivi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa Mungu akiwa pamoja na wewe, popote pale kuwepo, lazima patakuwa na mambo mema. Majirani zako patokee mambo mema sababu yalikuwa wewe pale. Wanafunzi wako darasani wayaone mambo mema sababu ya kusoma na darasa moja. Ile group moja ya discussion, watu wanauliza, yani tumependelewa kuwa na wewe discussion yetu. Sababu gani? Kuna mambo mema yanayotokea watu sababu ya uwepo wako. Hiyo ndio maana ya kuwa na uwepo wa Mungu. Sio kusema kwa Mungu alafu watu waamini Mungu wetu, hapana. Hiyo sio sawa, wala haipaswi kuwa hivyo. Hata ukiwa kazini pale, kazini kwako, unafanya kazi yako, unapaka rangi. Watu wale unapaka tu rangi, lakini unapaka rangi jambo jema linawapata bila kufanya ile kazi. Amen. Kwa utendaji wa wazazi wa Mungu kwamba kuna jambo jema linatokea watu kwa sababu ya uwepo wako. Mshasikia kama baba, yani tangia siku hapa nyumbani, siku hizi akukabu usiku. Mtu mmoja nyumbani kwao, wala hujaomba, tu umekaa pale, watu hawakabi tena. Watu hawaoni tena Ibilisi, na huo ndio shida yako kwa jina la Yesu. Popote leo utaenda, watu sio kwamba kuna mema yanatokea sababu ya uwepo wako kwa jina la Yesu. Nasema hivi, popote ambapo utaingia wewe, watu washuhudia kwamba kuna mema yanayotokea kwa sababu ya uwepo wako kwa jina la Yesu. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 19 hadi 20. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19 hadi 20 nasema hivi. Samueli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo Samueli akakuwa. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19. Tunaona ongeleni pia. Samueli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Mungu akiwa na wewe hawezi kuliacha neno lake lianguke chini. Endelea hapa mstari wa 20. Anasemaje? Nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba walitambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii wa nani? Wa Bwana. Lakini ilianzia wapi? Ilianzia tena 19. Bwana alikuwa pamoja na Samueli. Alafu Israeli wote tokea Dani hadi Beersheba wakatambua kabisa huyu Samueli amewekwa na Bwana. Na hivyo ndio kwamba watu watambue kabisa kwamba Bwana yuko pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Nasema hivi, kuanzia leo hii tunako kwamba watu watambue kabisa kwamba Bwana yuko pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Yaani mambo mema yatokee, watu wanasema Bwana yuko pamoja na mtu huyu. Na mtu huyu wewe kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Bwana kusaidie watu watambue kwamba Bwana yuko na wewe kwa jina la Yesu. Yaani sio sifa kama nimeokoka,
alafu watu hawaoni Mungu ambaye yuko ndani. Wazazi wako hawashuhudia kwamba mwanangu, tangia umeokoka kwa kweli umebadilika. Sio umeelewa mpaka hapo? Yaani hiyo ni njia yetu, hiyo ni kiu yetu, hiyo ni shauku kwamba hadi wazazi wetu waseme kabisa kwamba tangia mwanangu aanze kusali hapo, kwa kweli nimekupata. Nakumbuka Mungu wakati nimeanza kukaa chini ya baba ABC, nimejifunza kuhusu afya ya kiungo. Kwa mama yangu akanipigia simu, mwanangu naumwa hapa, yani najisikia mgongo unaniuma kweli. Naumwa mama. Kaambia hebu weka mkono mgongoni. Sasa hapa nafanya mazoezi. Kwa jina la Yesu. Amen. Mwanangu, najisikia vizuri. Mama kasimama kabisa. Kama ni tangia asubuhi basi sijasimama, ila mdomo unaongea na nimesimama. Mama kabisa, huyu mwanangu tangia aende hapa kuna kitu kimemtokea. Na hivyo hiyo shida yako kwa jina la Yesu. Mama yako sema kabisa, mwanangu tangia wewe kukaa chini ya hapo leo kwa kweli. Tangia aende chuo, hivi mimi kimekupata sasa hivi, mbona umekuwa tofauti? Mbona unaongea tofauti mtu ambaye ulikuwa na hasira za karibu? Mtu akikuuzi tu unatamka maneno mabaya. Ila tangia wewe kukaa chini ya maji sahihi, unajikuta kwamba ulikuwa ni mtu wa kutulia. Hauna hasira tena. Hauna kupata ile maneno yako. Huo ndio shida yako kwa jina la Yesu. That is our life. Na huyu kuanzia leo nasema kwamba kwa nguvu za Roho Mtakatifu, hiyo ni ushuhuda mkubwa mahali hapa kwa jina la Yesu. Pastor, nini maana ya uwepo wa Mungu? Maana ya tano ya uwepo wa Mungu ni kutambua ushirika au nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Ni kutambua ushirika au nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Mtu mwenye uwepo wa Mungu au mtu ambaye anatembea na uwepo wa Mungu ni mtu ambaye wakati wote anatambua nafasi ya Roho Mtakatifu. Wakati wote anaelewa kwamba kuna Roho Mtakatifu ndani mwangu, anamchochea, anaongea naye, anazungumza naye, anamwambia maneno mazuri. Huyo ndio mtu ambaye anatembea na uwepo wa Mungu. Ni Roho Mtakatifu kwa pamoja na mtu. Kwa hiyo tukisema uwepo wa Mungu maana yake Roho Mtakatifu yuko pamoja na nani? Na mtu. Na Roho Mtakatifu yuko pamoja na sisi hapa, lakini wajibu wetu kumtambua, kumshirikisha mambo yetu. Kwa kwamba wale wa ulimwenguni hawamjui Roho Mtakatifu kwa sababu hawamuoni wala hawamtambui. Sisi hapa tunamtambuaje? Pale ambapo tunamuongelesha, tunazungumza naye, tunakuwa na ushirika mzuri na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, lakini anakuhitaji wewe uanze kuzungumza naye. Yaani usikae siku nzima iliyopita haujaongea na rafiki yako Roho Mtakatifu, wala usisubiri muda wa maombi. Nishawaambia shida kwamba Roho Mtakatifu sio maombi. Muda wote unafanya biashara yako, unaongea naye. Unaosha vyombo, unaongea naye. Unafua nguo, unaongea naye. Unatembea, unaongea naye. Hapo ndipo ambapo unakuwa unatambua nafasi yake na mfumo wake kwenye maisha yako. Kwa mtu ambaye anawepo wa Mungu na mtu anawepo wa Mungu, muda wote ananena kwa Mungu sababu gani? Ili achochee uwepo wa Mungu ambao ndani mwake. Unajua ndio kitu anaitwa malaika wa uso wa uwepo wa Mungu. Nikisoma kitabu cha Isaya, tume pale, Isaya 63:9. Roho Mtakatifu ndio malaika wa uso wa uwepo wa Mungu. Isaya 63:9. Roho Mtakatifu ndio malaika wa uso wake. The angel of his presence ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anapokuwa ndani mwako ndo ambaye anakuwa ni malaika wa uso wake. Isaya 63:9 anasemaje? Nikusikie, anasemaje? Ndio. Hapo kuna malaika wa uso wake hapa ni nani? Tuendelee mbele. Kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, akawainua wao, akawachukua siku zote za kale. Harema usome mstari wa 10 kwa sababu yasemaje? Lakini wakaasi, wakamuhuzunisha Roho yake Mtakatifu wao,
Kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana. Mbona hapa kilichoendelea mbele ndio anamuelezea yule malaika wa uso wake. Mstari wa 10 anasema hivi, lakini wakaasi wakamhuzunisha roho yake mtakatifu. Maanake kwamba malaika wa uso wa uwepo wa Mungu ni Roho Mtakatifu, na uwepo wa Mungu sio wa mchungaji wala wahubiri. Uwepo wa Mungu ni wa kila mtu. Kwenye biashara yako unamhitaji Mungu, unahitaji uwepo wa Mungu pale. Kwenye maisha yako unahitaji uwepo wa Mungu pale. Unajua kutoka na watu ambao wanafikiri uwepo wa Mungu kwa ajili ya wachungaji wanaohubiri makanisani. Hapana, uwepo wa Mungu ni kwa ajili ya kila mtu. Kama na familia yako, uwe mwanamke ambaye anaubeba uwepo wa Mungu na familia yake. Kama ni kijana wa kiume, uwe ni mtu ambaye umeubeba uwepo wa Mungu sana. Wakati mmoja kama nijifunza kwa Dr. Miles Monroe, akasema kwamba mambo matano ambayo wanaume wanahitaji kabla ya mke. Ikanishangaza. Mambo matano, 5 things a man needs before having a woman. 5 things a man needs before having a woman. Jambo la kwanza aliyohitaji, akasema kwamba mwanaume cha kwanza anachokihitaji sio mwanamke, anahitaji uwepo wa Mungu. Na mume bora, mke bora ni mke ambaye amebeba uwepo wa Mungu. Ndio kama binti ni mimi kujizoesha kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Muda mwingine hata una prayer point, ila umekaa tu unamwambia Bwana, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana. Sio mpaka na maombi ya kuomba. No, ndio mimi nataka kama uwepo wa Mungu kwa ombi Bwana. Nimelala hapa na nisikia vizuri kama uwepo wako. Ndio macho kikupo kwa Daudi. Daudi sio kila wakati kwa unabeza Mungu ana prayer point. Kuna watu ambao kana beza Mungu mpaka wawe na maombi ya kuomba. Ila mda mwingine ukapia tu magoti. Mungu Mungu nakushukuru kwa kuwa uko na mimi. Sio tu Mungu kuwa na wewe inakuletea utofauti wa hali ya juu sana. Hauwezi kuwa kama wa kawaida sababu Mungu yupo na wewe. Kwa uwepo wa Mungu sio wachungaji tu. Uwepo wa Mungu ni wa kila muamini, kila ambaye anajua kwamba anamhitaji Mungu ila yote inafanya matokeo kwenye maisha yake kwa jina la Yesu. Amen. 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 Kwa tafuta kukaa na uwepo wa Mungu siku zote. Tafuta kuwa mtu wa kutunza na kudumisha uwepo wa Mungu kwa kumtambua Roho Mtakatifu. Unapomtambua Roho Mtakatifu maana yake kwamba unakuwa unauchochea ule uwepo wake. Amsema ni malaika wa uwepo wake nani? Ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kwa hiyo wakati wote tamani kuwa mtu wa kuchochea uwepo wa Mungu maishani mwako. Kuchochea nguvu za Mungu ndani mwako kwa ule uwepo wa Mungu ambao uko ndani mwako. Ndio maana Roho Mtakatifu unafundisha Biblia sana kwamba Roho Mtakatifu uko ndani wetu. Sawa? Lakini atakaa kama ambavyo Yesu alikuwa amekaa kwenye ile chombo, wanafunzi wanapiga makasia, wanateseka, wanasumbuka, Yesu amelala kabisa. Vile vile Roho Mtakatifu na uwepo wake mwingi, hata kama maisha yako hapa amelala. Kwa sababu haumshirikishi, haumuongeleshi, hauzungumzi naye. Hiyo changamoto ambayo imekusumbua muda mrefu, mtu wa Mungu, ongea na Roho Mtakatifu, mwambie, mueleze. Haya ni jambo la kawaida kwako, mwambie Roho Mtakatifu, hili jambo limekuwa kinisumbua, hebu nisaidie. Na Roho Mtakatifu mwaminifu kabisa atakusaidia. Utashauri na wepesi, kutiwa nguvu, kujua nini cha kufanya. Nakumbuka wakati mmoja kwa changamoto nilipata kwenye maisha yangu, changamoto fulani. Sasa nikaa napambana kwa akili zangu mwenyewe. Na hapo ni mchungaji kabisa. Na struggle nafanya hivi. Kwa kitu kinakuwa ni ngumu. Mambo akawa ni magumu. Kila nikijaribu sasa siku moja nimeenda maombi. Ndio ndio msana maombi. Hivi ndio jambo la kuniambia kama kusaidia. Sema ndio maombi na nini. Hivi unajua mwanangu hili jambo haujai kuniambia kwamba nisaidie. Sema Mungu atakuwa mwaminifu. Hiyo siku zimekaa ukikaa ndio kanaambia Mungu atakuwa mwaminifu. Jambo hili sio peke yangu. Mungu atakuwa nisaidie. Baada ya pale ile jambo likali na wepesi wa hali ya juu sana. Sasa sisi unapitia nini? Kwa hiyo unachokipitia
hebu tafuta kumshirikisha Roho Mtakatifu. Tafuta kumwambia Roho Mtakatifu, nisaidie, help me oh Holy Ghost. Niambia muda mmoja, nasema mmoja maombi ndio kumwambia Mungu, Mungu naomba nisaidie. Tunaambia Roho Mtakatifu naomba nisaidie. Labda umekuwa ukimwombea ndugu yako alafu ndio ambapo hali ilikuwa ngumu. Hebu mwambie Roho Mtakatifu naomba nisaidie. Unajua hata maombi yetu yanakuwa ni marisi pale ambapo Roho Mtakatifu anakuwa anatusaidia. Watu wa Mungu, kwa hiyo nitamani tumalize session ya kwanza ni kupata nafasi ya kumtambua Roho Mtakatifu kwenye kila eneo la maisha yetu. Kwenye kazi tumtambue Roho Mtakatifu. Kwenye malezi na ndoa tumtambue Roho Mtakatifu. Nionyeshe mwanaume ambaye anaweza kuishi vyema na mke wake ni mwanaume ambaye ametambua kwa habari ya Roho Mtakatifu ni ndoa yake. Mke ambaye ana uwezo kumtii mume wake ni mke ambaye ametambua nafasi ya Roho Mtakatifu ya maisha yake. Kwa sababu kuna muda ambapo kibinadamu hujisikii kumtii mume wako. Lakini Roho Mtakatifu wewe hebu tulia, fanya mtii tu. Hata kama uelewi, wewe tii. Roho Mtakatifu nyamaza kimya. Nyamaza kimya. Kwa sababu uweke mgojezi kinywani mwangu. Yule mgojezi ni Roho Mtakatifu. Unaweza mtu amekuuza kwa sababu unafanya na kufanya ila una kama kigumizi ya kutokea. Ni Roho Mtakatifu yuko ndani mwako. Sasa hivi sehemu kama hutampa nafasi, kama hutamtambua, kama hutamshirikisha mambo yako. Mkristo ambaye anataka kuona matokeo ya maisha yake ni yule ambaye ametambua nafasi ya Roho Mtakatifu. Anamshirikisha, anaongea naye, anazungumza naye. Umeamka asubuhi, msalimie, unatembea. Ni ajabu, fanya umetoka nyumbani kwako, hadi unafika kanisani, hata hujamzungumzisha Roho Mtakatifu. Ni ajabu sana. Umeamka asubuhi hadi jioni, umefanya kazi zako, hata hujaongea naye, hujamwambia maneno mazuri. Nasema hiyo ni tabia mtu mmoja mahali hapa. Au ni mtu ambaye kila wakati anazungumza mambo mazuri na Roho Mtakatifu. Anaongea, anamwambia Roho Mtakatifu, najua uko na mimi hapa. Alafu uwepo wa Mungu sio mpaka utetemeke. Wengine sema uwepo wa Mungu utafikia mpaka aanze kutetemeka. Mungu yuko hapa. No. Kuna muda unaweza usitetemeke, unaweza usikie kabisa ya Mungu yuko na wewe. Sio ndio unaelewa kwa Mungu. Ndio yake Mungu mpaka aanguke chini. Najua leo baadaye Mungu alikuwepo kweli. Alafu leo ndio mtu hajaanguka. Mungu atusaidie sana. Ndio mpaka aanguke, yani mpaka siku ameanguka chini na ajue Mungu alikuwepo. Hata wale maaskari ambao walikuja kuongea na Yesu kumkamata Yesu walianguka chini. Kwa hiyo alikuwa anawepo Mungu pale. No, ila tu Yesu akamwambia ni mimi hapa chini. Wala kaanguka chini hapo kwa Mungu sasa na wewe kabisa. Uwepo wa Mungu ni kutambua kuwa upo na wewe. Kuna nyakati ambazo katika maisha yako humuishi Mungu. Humsikii Mungu. Yaani unajua ile kwa kama vile kuna kwenye maisha ya wokovu unasikia changamko la wokovu kabisa. Hasa muda unasikia kama vile Mungu yuko na mimi kweli kwenye situation hii. Ila hata muda Mungu yuko na wewe. Mungu haendeshwi na hisia. Mungu hakai na wewe kwa hisia. Nisikilize. Mungu hakai na wewe kwa hisia. Unaelewa vizuri? Yaani sio mpaka ujisikie kutetemeka fulani. Au ujisikie moto fulani ndio Mungu na wewe. Hapana. Hata usiposikia moto, bado Mungu yuko na wewe. Bado Mungu yuko na wewe. Ukitambua hivyo, utakuwa ni mtu mwepesi kuutambua uwepo wake Mungu, kuongea na Mungu, kumshirikisha Mungu. Amen. Amen. Ukiwa umekaa hivyo, anza kujiombea mwenyewe, mwambie Roho Mtakatifu, natamani niweze kuwa ni mtu wa kutambua wewe kila wakati. Kila saa nikutambue wewe. Uweponi mwako nikae milele. Uweponi, endelea kuomba. Uweponi mwako nikae Bwana. Uweponi mwako nikae Bwana milele. Endelea kuomba. Nikae uweponi mwako milele. Nikae uweponi mwako, uweponi mwako nikae Bwana. Uweponi mwako nikae Bwana.